الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله كما لا نهاية لكمالك وعدد كمالك. قال الله تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العلي العظيم. أيها الأحباب، kama tulivyosikia katika utangulizi, leo biidhnillahi alkarim ni siku ya mwisho ya darsa yetu. Twa break kwa sababu ya isti'dadan li shahri Rabi'il Awwal, kwa sababu ya kujitayarisha kuupokea na kuukongoea mwezi wa mfungo sita, mwezi ambao kwamba kwa kithiri ndani yake ihtifalat za al-Maulid an-Nabawi al-Sharif, kusherehekea na vikao vya Maulid an-Nabawi. Na kama mlivyosikia kwamba wiki itakayokuja, siku ile ya juma litakalokuja, itakuwa ni 29 ya Safar ya mfungo tano, na 29 kama tunavyofahamu kuwa ni siku ya kuangalia mwezi. Ukithubutu mwezi, basi itakuwa ni siku inayofuata, itakuwa ni awwal yawm min Rabi'il Awwal lihadha al-aam, itakuwa ndio siku ya kwanza ya mwezi wa mfungo sita wa mwaka huu. Ndio maana tukaonelea leo ikuwe ni ad-darsul akhir kwa ajili ya kubreak na tarhiban li shahri Rabi'il Awwal. Na tumependelea leo, kama mlivyosikia, tuzungumzie katika darsa yetu katika hizi dakika chache ambazo kwamba tuko nazo, takriban 30 mpaka 40, maudhu ambao kwamba yahusiana na huyu bwana ambaye kwamba tutamsherekea na kumtangaza wakati tutakapoupokea mwezi ule ambao kwamba aliozaliwa ndani yake. Maudhui yenyewe ni bi'thatu nabi sallallahu alayhi wa alihi wasallam kama a'zamu minnatin imtanna Allahu biha ala albashariya, kutumilizwa kwa mtumi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam kama a'zamu minna, neema kubwa kwetu sisi ambao Allah subhanahu wa ta'ala ametufanyia au ametuletea sisi kama abnaul bashariya, sisi kama binadamu na sisi kama waumini bil khusus. Darsa yetu kwa hakika
ni darsa ambayo kwamba ni wasi, ni pana, na hatutoweza kutondoa kila kitu, lakini tumependelea kwa sababu ni darsa ambayo kwamba yasomeshwa Qur'an au ni darsa ya tafsirul Qur'an, basi tutafute baadhi al-ayat katika al-Qur'an al-Karim, tuishi fi dhilal hadhihi al-ayat, katika kuelezea namna gani bi'tha ya mtume sallallahu alaihi wasallam, kutumilizwa kwa mtume ni neema kwetu sisi na ni wema ambao kwamba Mola Subhanahu wa Ta'ala ametufanyia. Aya ni 3. Ya kwanza ni hiyo nilotangulia kuisoma ambayo iko katika surati Ali Imran, laqad manna Allahu 'ala al-mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim. Kisha aya ya pili ni ile kwenye wa huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasula, ambayo tumesomewa hapa na qari wetu katika surati al-Jumu'ah. Kisha aya ya 3 ni ile iko katika suratul Anbiya, wama arsalnaka illa rahmatan lilalamin. Sasa leo insha Allah tutaishi katika ayati hizi. Tuomba Mola Subhanahu wa Ta'ala aturuzuku kamala tawfiq na ikhlas fi kulli a'malina, innahu waliyu dhalika wal qadiru alayhi. Na hizi aya zitatusaidia kujibu maswali matatu ambao kwamba ni kama yafuatavyo au maswali. Swali la kwanza, limadha kanat bi'thatu nabi sallallahu alayhi wasallam a'zamu minna? Kwa nini kutumilizwa kwa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam ni wema mkubwa ambao kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala ametufanyia? Swali la pili ni mal muhimma allati ba'athahu Allahu biha, ni majukumu gani ambayo kwamba yalipatikana kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam au aliopewa mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam baada ya kutumilizwa. Swali la tatu ni madha yanbaghi alaina tijaha hadhihi an-ni'ma, sisi tutatakikana tuipokee vipi hii neema ya kutumilizwa mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam kwetu sisi. Nafikiri darasa yetu ya leo itazunguka katika hayo maswali matatu. Jambo la kwanza, bi'thatu nabi sallallahu alayhi wasallam, tumesema ni minna adhima, ni wema mkubwa ambao kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala ametutendea, kama alivyoashiria Mola Subhanahu wa Ta'ala katika ile aya iliyoko katika suratu Ali Imran aya 164, laqad manna Allahu 'ala al-mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhum alkitaba wal hikma wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Tafsiri ya aya tuambia, hakika amewatendea zema Mola Subhanahu wa Ta'ala waumini. Amewatendea zema kwa kufanya jambo gani? Idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim, kwa kuwatumiliza au kwa kuwatumia mtume sallallahu alayhi wasallam au kwa kumtumiliza mtume sallallahu alayhi wasallam ambaye atokana na nafsi zao. Na hapa anfusihim imetafsiriwa, kienda katika kutubu tafasir,
au vitabu vya tafsirul Qur'an al-Karim, kuna wengine wakwambia ni min anfusihim, yani ni kutokamana na Waarabu, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam ni Mwarabu. Kwa hivyo hii min anfusihim ni kumwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, yani hao Waarabu ambao kwamba ndio immediate audience ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, ndio ule wahi wa kwanza wao, ndio hadhira ya kwanza iliyopokea wahi wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kutoka kwa Mola jalla jalaluhu wa ta'ala fi ula. idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu alaihim. Wengine wakasema min anfusihim ni akusudia yani bashar, yani ni kutokamana na wao, kutokamana na jinsi yao, yani ni binadamu. Innama ana basharun mithlukum yuha ilayya, lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam yeye ni bashar kama sisi, lakini tofauti kwa yuha ilayya. Mtume sallallahu alaihi wasallam yeye ni binadamu kama sisi, lakini yeye apokea wahi. Hiyo ndio tofauti. Ndio hata ulamau alqiraat wakwambia si sawa wewe wakati wasoma hii aya iko katika suratul Kahf, indama ana basharun mithlukum yuha ilayya, ambao ni sunna leo sura hii tuisome katika siku ya Ijumaa. Usikome kwenye innama ana basharun mithlukum, ukome katika yuha ilayya, ili wewe upate kufahamu na yule anayekusikiliza pia apate kufahamu kwamba huyu ni bashar. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndiyo ni bashar, ni binadamu, lakini yuha ilayya, ni binadamu kama sisi, lakini yeye apelekiwa wahi. Sasa kuna wengine min al-arab min anfusihim ni kutokamana na Waarabu, na yote ya make sense tafsiri kutokamana na Waarabu, kwa sababu Waarabu ndio waliopokea ile risala ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Yeye mwenyewe ni Waarabu, wale ilikuwa lazima wafahamu. Lau Mtume sallallahu alaihi wasallam angetumilizwa kwao ambaye si wa lugha yao, risala ingefahamika vipi? Wangelielewana vipi? Wangelimchallenge vipi? Na kwenye bashar hiyo haina mjadala. Kwa hivyo min anfusihim ni kutokamana na nafsi zao. Yatlu alaihim min ayatihi, anawasomea nini? Aya za Mola subhanahu wa ta'ala. Somea ni Qur'an ambayo kwamba ni kalamullah, ni maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ni nini? Ni yatlu alaihim min ayatihi wa yuzakkihim, kisha kupatikana na nini? Na tazkia, na watakasa, na watwahirisha kutokamana na nini? Na shirki na ukafiri ule ambao kwamba walikuwa nao fi asri aljahiliya, kabla alislam, kabla ya kuja Uislamu. Kumbuka hapa tuzungumzia Waarabu. Wayuzakihim, kwa hivyo anawapatia tazkia. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam wayuallimuhumul kitaba wal hikma, kisha anawafundisha nini? Alkitab, Qur'ani, yani anawasomea
yale ambayo kwamba Mola Subhanahu wa Ta'ala amewaekea kama sharia yake kutokamana na ule wahi anaopokea kutoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala katika maneno yake. Kalamullah alkitab yatlu alaihim min ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba, anawafundisha nini? Alkitab, zile ahkam ambazo kwamba zatoka kwa Mola Subhanahu wa Ta'ala anawafikishia. Wal hikma, hikma hapa ulama tafsiri wametafsiri kama sunna zake Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wasallam. Hikma ni katika sunna, ni sunna za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wasallam, yani anawasomesha Qur'ani na pia anawapatia tatbiq amali, yani practical example ya namna gani watatekeleza zile sheria za Allah Subhanahu wa Ta'ala kupitia mafundisho yake na mienendo yake na namna Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alivyokuwa akiishi na akhlaqul Qur'an na mafundisho ya Qur'an. Kwa yani yeye ndio al-Qur'an yamshi ala al-ardh, yani Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa ni Qur'ani ambayo kwamba yatembea juu ya ardhi. Kaif yani alikuwa akitabikisha yale ambayo kwamba yameteremka tokamana na Qur'ani katika maisha yake. Ndio hapo sasa ndio kumepatikana nini? Kumepatikana sunna. Na pia sunna ni kufafanua yale ambayo kwamba yameteremka katika Al-Qur'anul Karim. Ndio maana tuambiwa na ulama, Al-Qur'anu ahwaju ila sunnati min sunnati ila Al-Qur'an. Qur'ani yahitajia zaidi sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam min sunnati ila Al-Qur'an, kuliko hadithi za Mtume kuhitajia yani katika interpretation na kufafanua. Kwa sababu katika Al-Qur'anul Karim Mola Subhanahu wa Ta'ala mathalan ametuambia wa aqimus salah, tusimamishe swala, lakini bayan ya namna ya kusimamisha swala tutaipata wapi? Tukirudi katika sunna za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambayo ndio hiyo hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, tutapata bayan kamil ya kaifa yambaghi lilmuslim an yusalli, namna gani atakikana Muislamu atekeleze ibada ya swala. Sasa yote tuipata kwa sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sallu kama raaitumuni usalli, tuswali kama nilivyokuwa mimi nikitekeleza, swalini kama ulivyoniona mimi nikiswali. Hii hapa pia tupata pointi ya kubatilisha zile fikra na ideologies ambazo zimeingia maal asafi shadid katika jamii zetu na katika fikra za baadhi yetu, kwamba sisi hatuhitaji sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, sisi tuhitajia Qur'ani tu peke yake imetutosha. Kuna kundi la jiita Qur'aniyun, ni watu wao wafuata Qur'ani peke yake, hawana haja na dini na hadithi wala sunna za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Hii ni nini? Hii ni ideology ambayo kwamba ni batil. Hii ni fikra ambayo kwamba ni fasida. Hii ni fikra mbaya, ni fikra mbovu, na ni fikra ambayo kwamba ni ya makosa, na mtu achunge sana, maana akicheza ataingia katika kufur na ataingia katika kukanusha mafundisho ya Qur'an. Hawa wanaojiita Qur'an, hapa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tuonesha wazi kwamba huwezi kusema kwamba sisi tutosheka tu na Qur'an bila muongozo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa yuallimuhumul kitaba wal hikma. Hapa Mtume yuwatufundisha alkitab ni hiyo Qur'an. Sasa
Utaijua vipi Qur'ani? Utaifahamu vipi Qur'ani? Utaiinterpret vipi Qur'ani? Utaibainisha vipi Qur'ani bila ya kurudi kwa muallimul Qur'an, sayyidul muallimin sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wasallam? Wezi. Ndio maana tusema hii ni fikra batila, ni fikra mbovu, na leo tutahitajika sana sisi tufanye campaign ya kuipinga hii fikra, na tuwe makini sana, tutahadhari sana, na tutahadharishe jamaa zetu, kwa sababu hizi fikra zaingia mpaka ndani ya majumba kwa sababu ya hizi wasail atawasul alijtimai, mitandao hii ndani ya majumba, watu wa explore mambo mengi sana. Kwa hivyo ni muhimu sana tutahadhari na fikra kama hii mbovu, ambayo kwamba ni yakanusha mafundisho ya Uislamu, na mtu akicheza ataingia katika kukufuru, waliyadhu billah. Kwa hivyo wayuallimuhumul kitaba wal hikma. Hikma hapa ni nini? Ni sunna za Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Kisha Mola subhanahu wa ta'ala katuambia ijapokuwa walikuwa kabla ya kutumilizwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam walikuwa katika nini? Katika dalal mubin, katika upotevu uliokuwa wazi. Yani akusudia jahiliya Mola subhanahu wa ta'ala, ili upate kufahamu namna gani Mola subhanahu wa ta'ala ametutendea zema au ametufanyia wema, ametufanyia favor kwa kumtumiliza Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa kutuletea Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Soma katika jahiliya, na haya tushayagusia mara kadhaa katika darsa hapa, namna gani Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alitutoa katika giza la jahiliya akatuleta katika nuru ya Uislamu. Rudi katika sera, angalia namna gani zile ada mbovu ziliokuwa wakati wa jahiliya, watu kunywa kulewa, kunywa pombe mpaka kupindukia, mpaka ikawa hawajielewi wanayoyasema ndani ya swala, watu kufanya zile adati zingine mbovu. Tuliwahi kuishiria, kuna siku ile ilikuwa tuelezea baadhi ya mambo ambayo kwamba Uislamu umemfanyia mwanamke wa Kiislamu ambayo hayakuwa wakati wa jahiliya qabla alislam. Wa idha bushira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim. Ndio ilikuwa mtu mkewe akijifungua mtoto wa kike ilikuwa ni aibu kubwa sana. Mtu akiona aibu, mtu akiona nuksi. Lakini leo Uislamu ukaja ukaondosha haya mambo. Wa idha almauudatu su'ilat bi ayi dhanbin qutilat. Maadamu kesho utakwenda kuulizwa wewe kwa hatia gani yule mwanao wa kike ulimfukia akiwa yuko hai bila hatia yoyote. Aya ilipoteremka sasa namna hiyo, makemeo ni hayo, basi watu wakaachana na haya mambo ambayo kwamba yalikuwa ni katika adat ambazo kwamba ni sayia. Na ukisoma kwenye sera utaona namna gani Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam kule kutumilizwa kwake imekuwa ni neema kwetu sisi, na ni sababu ya sisi kututoa katika dalal na kutuingiza katika nurul huda.
au nurul Islam, kututoa katika shirki. Angalia shirki namna gani watu walikuwa wakiabudu masanamu katika jahiliya, wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Watu walikuwa kwenye shirki. Leo Mola Subhanahu wa Ta'ala, baada ya kumtumiliza Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, Mtume sallallahu alayhi wasallam akaja akautoa ule mujtamaa wa Waarabu na akatutoa sisi sote ambao kwamba tumeitikia risala yake katika giza la kuabudu masanamu na kumshirikisha Allah Subhanahu wa Ta'ala, akatutia katika nurul Islam. Sasa hapa, maashara almuslimin, lau kama si hii bi'tha ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, nataka tujiulize, ma arafna alquran, sisi hatungeijua Qur'an, sisi hatungeijua Qur'ani kuisoma, sisi hatungeijua Qur'ani katika kuifahamu, sisi hatungeijua Qur'ani katika kuielewa na kuitabikisha katika maisha yetu. Ndio maana tukijiuliza maswali kama haya, tutafahamu umuhimu wa risala ya Mola Subhanahu wa Ta'ala aliyotuletea sisi kupitia habibuna al-Mustafa salawatu rabbi wa salamuhu alayhi. Ma arafna al-iman kaif, hatungejua Uislamu sisi lau kama si bi'tha ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wasallam. Sisi hatungejua al-ahkam ash-shar'iyya, hizi hukumu za kisharia. Kaif tusalli, kaif yani tasum, vipi utafunga wewe kama Muislamu, vipi utatekeleza ibada ya sala, vipi kaif tahuji, vipi utatekeleza ibada ya haji. Zote hizi tumezitoa wapi? Kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wasallam, ambaye yeye yuballigh anillah, yeye atufikishia kutoka kwa Mola Subhanahu wa Ta'ala, na hilo limepatikana kupitia kwa nini? Kupitia kwa kutumilizwa kwake Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wasallam. Ndio maana Mola Subhanahu wa Ta'ala hapa akatufahamisha katika aya hii, maashira almuslimin, kwamba Mola Subhanahu wa Ta'ala ametufanyia wema mkubwa na ametufanyia ihsan kubwa kwa kumtumiliza Mtume sallallahu alayhi wasallam na kwa kutuletea Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wasallam. Tukiingia katika aya ya pili, Mola Subhanahu wa Ta'ala ile katika suratul Jumu'ah atuambia nini? Mola Subhanahu wa Ta'ala, wa huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan. Haya ambayo kwamba yamezungumzwa katika hii aya katika surati Ali Imran, Mola Subhanahu wa Ta'ala ameyarudia tena katika surati al-Jumu'ah, atuambia yeye ndiye ambaye kwamba ba'atha fil ummiyina rasulan min anfusihim, yeye ndo aliyomtumiliza kwa nani? Al-ummiyin. Hawa al-ummiyina kina nani? Al-ummiyina hawa Arabu, kama wanavyotuambia ulama utafsiri. Hawa Arabu, ummi ni mtu ambaye kwamba hajui kusoma wala kuandika, hajui kusoma kilichoandikwa wala kuandika kinachosomwa. Huyu ni nani? Ndio ummi. Huwa alladhi ba'atha fil ummiyina, kwa an-nabiyul ummi. Ndio Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam katika title zake au sifa zake ni an-nabiyul ummi, ni nabii ambaye kwamba la yaarifu alkitaba wala alqiraa, hajui kuandika wala kusoma, na wala hii
si dosari hii, sifikirie ni ila ama ni upungufu kwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sijione wewe umesoma ukafika kwenye ma PhD huko na uprofesa ukaona basi shekhe kafaka bil ilmi fil ummi mu'jizatan. Hii ni muujiza, ni moja katika muujizat za Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, kuwa Mola subhanahu wa ta'ala amemtumiliza katika kama an-nabii al-ummi, nabii ambaye kwamba hajui kusoma wala hajui kuandika kinachosomwa. Hii ni muujiza kwa sababu ndio Maulana al-Busiri atuambia kafaka bil ilmi fil ummi. Yeye ni muallim, yeye ni mwalimu wetu, yeye amekuja kutufundisha yuballigha anillah, yale ambayo kwamba Mola subhanahu wa ta'ala amemtuma nayo kuja kutufundisha. Ni mwalimu, lakini ni mwalimu ummi, ni mwalimu ambaye kwamba hajui kusoma, hajui kuandika, lakini angalia alichokisomesha, angalia alichokisomesha, ndio utajua kwamba hii ummia kwa Mtume sallallahu alaihi wasallama si upungufu, ni nini? Ni muujiza katika muujizat za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam alizopewa na Mola subhanahu wa ta'ala. Wa huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikma, mpaka mwisho, wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Yatlu alayhim, aya zake ndio yale tuliyosoma kwenye ile aya. Yatlu alayhim min ayatihi wa yuzakkihim, tazkia. Mtume sallallahu alayhi wasallam amekuja kufanya nini? Kufanya tazkia hizi nyoyo ambazo kwamba zilikuwa zimekuwa sumun bukmun, nyoyo ambazo kwamba zimekuwa hazisikii wala hazioni, wala nyoyo zimesusua, nyoyo zimejaa ushirikina wa kuabudu masanamu. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam akatumilizwa na Mola subhanahu wa ta'ala kuja kuzifanyia tazkia. Wa yuallimuhumul kitaba wal hikma wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Hapa pia tuwaona namna gani Mola subhanahu wa ta'ala ametuelezea kwamba Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kutumilizwa kwake ni neema kwetu sisi, kwa sababu yeye anakuja kutusomesha alkitab, yani alquranul karim, wal hikma. Hikma tumesema kuwa nini? Ni sunna, kama walivyotafsiri ulama utafsir sunna zake bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin, hayo tumeeleza kwamba japokuwa wao walikuwa katika upotevu ambao ulioko wazi huko nyuma kabla kuja Uislamu, lakini baada ya bi'tha Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akatuletea nurul Islam, akatuletea jamalul Islam, uzuri wa Uislamu. Na leo yatakikana sisi tuitambue neema kama hii ya bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kutumilizwa kwetu sisi, kwa sababu ukisoma katika ile aya ya 3, wama arsalnaka illa rahmatan lilalamin, Mtume sallallahu alaihi wasallam hakutumilizwa kwetu sisi isipokuwa ni rahma lilalamin. Tena Mola subhanahu wa ta'ala hii rahma hii ni shamil, yani imekusanya wote, viumbe wote. Yani wewe tumekutumiliza, hatukutumiliza wewe Mtume Muhammad na hiyo irsal ndio hiyo bi'tha. Hatukutumiliza wewe Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam isipokuwa ni rahma lilalamin, uwe ni rahma kwa walimwengu wote au kwa viumbe wote. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa ni rahma. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa ni rahma katika nini? Katika
Ukisoma maisha yake utaona katika mawakif mbalimbali. Soma namna gani Mtume sallallahu alaihi wasallam, mfano mmoja tu tutoshe, katika Fathu Makkah. Angalia Mtume sallallahu alaihi wasallam alipoingia Makkah kuiftahi, sasa kuikonka na kuifungua kama mji wa Kiislamu. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa na nafasi ya kulipiza kisasi kwa wale ambao kwamba walimtesa kabla alhijra, wakati alipokuwa yuko Makkah, wale mushriki Quraish, wale kufar Makkah, makafiri na wale mushrikina wa Quraish walimtesa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Mtume alipoingia Makkah siku ya Fathu Makkah, alikuwa ana uwezo Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam wa kufanya nini? Wa kulipiza ile ihana ambayo kwamba walimfanyia wakati alipokuwa Makkah kabla alhijra. Lakini angalia mtume wetu sallallahu alayhi wa alihi wasallam, kwa sababu yeye ni wama arsalnaka illa rahmatan lilalamin. Angalia mtume sallallahu alayhi wasallam vipi aliamiliana na wao hawa ambao kwamba walimtesa, hawa ambao kwamba walimfanyia kila aina ya ihana na uadui na kila aina ya makruhu. Angalia mtume sallallahu alayhi wasallam aliamiliana nao vipi. Mtume je, ali revenge? Mtume haku revenge. Mtume hala hakuamrisha wakatwe vichwa au wauliwe au washikwe wafungwe ama wapelekwe exile ama la. Mtume sallallahu alaihi wasallam ni nini alisema tena? Aliwauliza, ma tadhunnuna anni fa'ilun bikum al-yawm, je, muonaje leo mimi nitawafanyia nini leo? Yani mwafikiriaje au mwataka niwafanyie nini leo? Yani nishawapata sasa na kila sababu ya kulipiza yale mabaya mlionifanyia. Unaonaje? Mtume sallallahu alaihi wasallam wale wakamwambia khairan akhun karim wa ibn akhin karim. Sasa wakaanza kumlainisha sasa kwa maneno mazuri. Unajua ukishashikwa tena adui, ukishashikwa huwa tena huna ujanja kama umeshikwa mahali sasa huna no escape, huwezi kukimbia lazima sasa utatafuta wale wajanja, utafuta maneno mazuri ya kumlainisha sasa yule mwenye kulipiza kisasi au yule mwenye uwezo wa kulipiza kisasi kwa ule uadui ambao kama umemfanyia. Sasa kaanza kumsifu sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wewe utatufanyia wewe, yani utatufanyia kheri tu, yani wewe utadili na sisi vizuri, kwa sababu wewe ni akhun karim, wewe ni ndugu yetu ambaye ni karim na ibnu akhin karim, wewe ni kijana wetu. Hasa waanza kumsifu Mtume sallallahu alaihi wasallam. Angalia Mtume sallallahu alaihi wasallam jawabu lake, aliwaambia nini? Idhabu fa antum mutlaqa, nendeni nyinyi mko free. Mtume akulipiza kisasi na ni watu ambao kwamba wamemoppress na wamemfanyia. Ukisoma kwenye sera utaona namna gani Mtume alipitia wakati yuko katika mji wa Makkah kabla hajagura kwenda Madina. Na hapa ndio utatambua kwamba Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kweli Mola subhanahu wa ta'ala alipotuambia wama arsalnaka illa rahmatan lilalamin, ni kweli Mtume sallallahu alaihi wasallam ni rahma lilalamin, na kweli Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ni neema kwetu sisi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Na maashira almuslimin, wakati umeenda na ya kuzungumzwa ni mengi na ya kuelezewa ni mengi. Tumekata sana kwa sababu ya kuchunga wakati, na kila ukizungumza wakumbuka lengine ambalo kwamba ni la kusaidia watu wafahamu zaidi yale yanayozungumzwa, lakini kwa sababu ya kuchunga wakati na tuna dharura nyingine tutakomea hapa. Tumomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie ni katika wanaotambua kwamba
sisi kuletewa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni neema kwetu sisi, na neema siku zote ukifanyiwa wema, basi na wewe watakana urudishe wema, ulipe wema, au ufanye nini? Uishukuru ile neema. Wa qalilu min ibadi ash-shakur, uishukuru neema, kwa sababu Mola subhanahu wa ta'ala ndivyo anavyotufundisha katika Al-Qur'an Al-Karim. Lakini kuishukuru neema hii ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni vipi? Kuishukuru neema ni wewe kwanza kuamini yale aliyokuja nayo Mtume sallallahu alaihi wasallam, kisha kumsoma mtume wako sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sisi tuambiwa huyu mtume ni neema kwetu sisi. Je, wamjua? Am lam ya'rifu rasulahum fahum lahu munkirun. Je, twamjua mtume sallallahu alaihi wasallam? Je, twamfahamu mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam? Ukimjua mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wewe automatically utampenda na utaishukuru hii neema ya Mola subhanahu wa ta'ala ya kutuletea sisi mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hii ni automatically, innal muhibba lilhabibi muti'. Ukishampenda mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, basi ittiba itapatikana, kumfuata mtume sallallahu alaihi wasallam, ule mutabaa ya sunna zake na kuhuisha zile sunna zake ambazo kwamba hasa zile ambazo kwamba zimegurwa katika jamii zetu, itakuwa ni automatic. Na hii ni mbinu ambayo kwamba ulama wametupatia kwanza ya kumfahamu mtume sallallahu alaihi wasallam. Wewe huwezi kufika katika kumfuata mtume sallallahu alaihi wasallam kwanza paka umjue, kisha mjua, kisha utampenda tu, kwa sababu wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ikiwa wewe rahma yake ni namna hii kama hii tuliyoeleza katika Fathu Makkah, bila shaka wewe utafall in love na yeye tu, utampenda mtume sallallahu alaihi wasallam. Kisha mpenda mtume sallallahu alaihi wasallam, utaingia katika nini? Mutabaa. Wewe utafuata sunna zake mtume sallallahu alaihi wasallam. Ndio maana ulama pia wametunga ulum ambazo kwamba zatusaidia sisi kumfahamu mtume sallallahu alaihi wasallam, kama ilmu sira. Ukisoma sira ya mtume sallallahu alaihi wasallam utafahamu vitabu ambavyo kwamba vazungumzia sira ya mtume sallallahu alaihi wasallam, utamfahamu mtume. Ukisoma ilmu ad-dalail, ukisoma hizi tuwazungumzia muujizat na nini, ukisoma utamfahamu mtume. Ukisoma ilmu al-khasais za mtume sallallahu alaihi wasallam, mambo ambayo kwamba ni special kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, utamfahamu mtume sallallahu alaihi wasallam. Ukisoma ilmu shamail, utasoma sifa za mtume sallallahu alaihi wasallam, khalqi yake, umbile lake, tabia zake mtume sallallahu alaihi wasallam, utaingia ndio ile sikia kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ndio mfahamu mtume wako sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Na ziko tano: ilmu dalail, ilmu sira, ilmu khasais, ilmu shamail na ilmu nyingine imetutoka, lakini ziko tano hizi ulum ambazo kwamba zimekusanywa. Kitabu cha Sheikh Aun Muin Al-Qaddumi, ukifungua utaona al-ulum an-nabawiyya, utaona hapo zimetajwa, zimeelezwa. Na inshallah sisi tukipata, ikiwa umri bado uko, tunaendelea kuifanyia tarjama kwa Kiswahili kitabu cha al-ulum an-nabawiyya cha Sheikh Aun Muin Al-Qaddumi, yule wa Urdun, na wametupa ruksa wenyewe kwa maandishi kwamba twaweza tukifanyia tarjama ili tusaidiane katika am lam ya'rifu rasulahum, ili tusaidiane katika kumfahamu bwana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Na tusisahau kwamba twakaribia kupokea mwezi wa mfungo sita, mwezi ambao kwamba ndio mwezi aliozaliwa bwana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Basi tufanye tajdid katika kumsoma mtume sallallahu alaihi wasallam, katika kumpenda mtume sallallahu alaihi wasallam, to renew mahaba yetu kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, na pia katika kumfuata mtume sallallahu alaihi wasallam, katika kuhuisha zile sunna ambazo kwamba hasa zile sunna ambazo kwamba ni mahjura, sunna zilizogurwa katika sunna za mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lakini hiyo ni darsa nyingine kamil ya kuelezea hizo as-sunan al-mahjura.
na wakati haukubali, wakati hautoshi, lakini tumomba Mola Subhanahu wa Ta'ala, ikiwa tumepata basi ni taufiki kutoka kwake jalla jalalu wa ta'ala fi ulah, na dua kutoka kwa wazee wetu na mashekhe zetu, na ikiwa tumekosa basi ni taksiri zetu na uchache wa ilmu yetu. Wallahu a'la wa a'lam, wa sallallahu ala sayidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Na mwenye atatufanyia ta'liq ربنا انفعنا بما علمتنا، رب علمنا الذي ينفعنا، رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا.